Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, kwa sababu umetufanyizia huruma yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Karibuni katika misa hii, ikiwa leo tunaadhimisha Utatu Mtakatifu, Jumapili baada ya Pentekoste. Mungu ametupenda, akatuumba, akatumia mwanaye Yesu Kristo akatuokoa, na sasa tunaye Roho Mtakatifu ambaye amekuja kuendeleza kazi ya wokovu. Tuko hapa kuweza kumsifu huyu Mungu ambaye anapatikana katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza, Musa anaelezwa waziwazi na Mungu kwamba yeye ni Bwana ambaye amejaa huruma na neema, ni mwepesi wa hasira na mwingi wa rehema. Tuanze ibada ya misa kwa kujuta dhambi zetu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaojuta dhambi zao, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana Mungu mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, mwenye kuondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Ewe mwenye kuziondoa dhambi za dunia, pokea ombi letu. Ewe mwenye kuketi kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako mkuu Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Mungu Baba, uliwafumbulia watu fumbo lako la ajabu hapo ulipompeleka neno wa kweli na Roho Mtakatifu ulimwenguni. Utujalie kutambua utukufu wa Utatu Mtakatifu wa milele katika kuungama imani ya kweli na kuabudu umoja wa Mungu katika enzi ya fahari yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 34. Siku zile asubuhi mapema, Musa aliupanda mlima Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akawa amezichukua mikononi zile mbao mbili za mawe. Bwana akashuka ndani ya wingu, akawa huku pamoja na Musa, naye akatamka jina lake, Bwana. Hapo Bwana akapita mbele ya Musa, akasema kwa sauti kuu, ndimi Bwana Mungu mwenye huruma na upole, mvumilivu, mwingi wa wema na uaminifu. Musa akafanya haraka, akainama chini akaabudu. Akasema, Bwana, kama kweli nimepata neema machoni pako, na kuomba, Bwana wangu, ufuatane nasi. Kweli hawa ni watu wenye shingo ngumu, lakini tusamehe makosa yetu na dhambi zetu, utufanye tuwe urithi wako. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Uhimidiwe, Bwana, Mungu wa baba zetu. Usifiwe, utukuzwe milele. Litukuzwe jina lako tukufu na takatifu. Lisifiwe, litukuzwe milele. Kiitikio: usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe katika hekalu lako tukufu na takatifu. Wastahili sifa na utukufu juu ya yote milele. Utukuzwe katika kiti cha ufalme wako. Wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Kiitikio: usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe, ewe unayepima vilindi, ukaaye juu ya makeribu. Wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Kiitikio: usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe katika anga la mbingu. Wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Kiitikio: usifiwe, utukuzwe milele.
Karibuni katika somo la pili. Somo la pili linatoka katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu, furahini, kubalini kuratibishwa na kupokea mashauri. Iweni na nia moja, shikeni amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa nanyi. Msalimiane kwa busu takatifu. Watakatifu wote wanasalimu. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu aliyeko na aliyekuwako na anayekuja. Aleluya, aleluya. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Yohane sura ya 3 aya 16 hadi 18. Yesu alimwambia Nikodemo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hiyo ndiyo habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Kristo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ambaye yupo, aliyekuwapo na atakayekuja. Wapenzi wa Mungu, leo tunaadhimisha sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunakiri na kumtukuza Mungu mmoja aliyejifunua kwa nafsi tatu, yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika mafundisho ya kanisa tunafundishwa kwamba kuna Mungu mmoja, lakini ndani ya huyu Mungu mmoja kuna nafsi tatu ambaye ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Mungu amejidhihirisha kama Baba ambaye ni muumbaji, kama Mwana ambaye ni mkombozi, na kama Roho ambaye ni mfariji. Mtakatifu Agostino anasema hatuwezi kuelewa bayana kwa undani, kwa ukamilifu huyu Mungu ni nani. Hatuwezi kumwelewa Mungu jinsi ambavyo Kristo mwenyewe alifundisha kwamba ufalme wa mbinguni ni kama mbegu ya radali, inapowekwa inamea polepole mpaka inakuwa ni mti mkubwa. Na hivyo ndivyo ambavyo pia mfalme huyu wa dunia, kumwelewa lazima aendelee kujifunua. Na kwa hivyo sisi tunamwelewa Mungu jinsi ambavyo amejifunua katika maandiko matakatifu. Tunakutana je na Utatu Mtakatifu katika Agano la Kale? Tunaye tu maashirio, kwa sababu unapoona tangia uumbaji Mungu haumbi kana kwamba yuko peke yake. Katika kitabu cha Mwanzo 1:26 anasema ya kwamba Mungu mwenyewe na tumfanye mtu kwa mfano wetu, afanane na sisi. Kwa hivyo anapoongea haongei tu kwa nafsi yake peke yake, anaongea kwa nafsi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati ambapo anajifunulia pia kwa Ibrahimu, anakuja wakati ambapo Ibrahimu ameketi chini ya mti wa mwaloni, anangojea ahadi zake Bwana. Wageni watatu wanakuja kumtembelea, ni ashirio kwamba Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanamtembelea. Samueli anapoitwa pia katika kitabu cha kwanza cha Samueli mlango wa 3, anaitwa kwa mara 3. Anafikiria kwamba ni Eli amemuita, na Eli baadaye akimwambia, unapoitwa kwa mara ya 3 useme kwamba nipo Bwana, nimekuja kufanya mapenzi yako. Ni Mungu Baba anamuita, na Mwana na Roho Mtakatifu. Nabii Isaya pia anaishiria kuhusu Utatu Mtakatifu katika kitabu chake Isaya 6 kuanzia aya ya 1 hadi ya 8. Tunakutana na Roho Mtakatifu na Baba na Mwana, Utatu Mtakatifu katika ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia katika barua zake Paulo anaanza kwa kutusalamia na kukamilisha jinsi ambavyo tumeona katika somo la leo, akiwatia busu na kuambia Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu akaweze kubariki. Na basi ni ufunuo ambao umepiga hatua baada ya hatua
kujaribu kutueleza huyu Mungu ni nani katika Utatu Mtakatifu. Na ndio maana Kristo mwenyewe pia alitufundisha na kusema kwamba yeyote ambaye anamuona amemuona Baba, na anarudi kwa Baba, na pia tutumie Roho Mtakatifu ambaye atakuja kututakasa na atakuwa ni mfariji. Sisi sote tunatamani sana kumjua Mungu ni nani. Tunatamani sana kuitanishwa na jina hilo. Wengi sana ambao ni mababa zetu katika Injili, katika Biblia, wamejaribu sana kukutana na Mungu. Na leo katika somo la kwanza katika kitabu cha Kutoka ni matukio ya sehemu ya pili baada ya Musa kuweza kuenda kuchukua amri 10. Tunaelewa ya kwamba alipoenda kwa mara ya kwanza, Mungu alikasirika kwa sababu aliwapata wale watu wameasi na kutengeneza ng'ombe mdogo kama Mungu. Na basi huyu Musa anaporudi leo katika mara ya pili, anakutana na Mungu, na Mungu mwenyewe anamwambia vitu vinne, na anasema kwamba mimi ni Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na kweli. Musa anapata ufunuo, na anapopata ufunuo anaelezwa kwamba huyu Mungu ni mwenye rehema, ni mwenye fadhili, mwepesi wa hasira na ni mwingi wa rehema. Na alipoambiwa kwamba yeye ni mtu ambaye yuko tayari kuweza kusamehe, mwisho katika somo la kwanza la siku leo, Musa anasema, Bwana, wasamehe wenzangu kwa sababu ni watu wenye shingo ngumu. Katika somo la pili, Paulo anamaliza barua yake kwa Korintho, na anamaliza akitueleza kuhusu Utatu Mtakatifu. Anapowabariki, anapatia kila nafsi jambo, anaposema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nanyi. Manake anapea Baba kazi yake, anampa Mwana kazi yake, na anampa Roho kazi yake, zote zikiwa sawa katika Utatu Mtakatifu, kwamba Bwana Mungu yeye ni Mungu ambaye ni wa upendo. Yesu Kristo anaposema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba Kristo ni mwenye neema, Mungu ni mwenye upendo, na Roho Mtakatifu ni mwenye ushirika. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenye neema, na upendo wa Mungu Baba, Mungu ni mwenye upendo, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ushirika wa Roho Mtakatifu anatushirikisha na kuendelea kulipanua kanisa. Nayo ndio mambo ambayo tunapata katika Injili. Kristo anamwambia Nikodema, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akanitoa mimi, ili yeyote ambaye ataniamini asipotee, bali akaweze kuwa na uzima wa milele ndani yake. Kuna mambo mengi ambayo tunajua kuhusu Mungu, kwamba Mungu ni mweza yote, hakuna ambalo linaweza kumshinda. Mungu ni mwenye hekima, Mungu anaweka ahadi, yeye ni mwaminifu. Mara kwa mara katika Agano la Kale aliitwa majina kulingana na kazi ambazo aliwafanyia watu. Aliitwa Jehova Elohimu, manake yeye ndiyo muumbaji. Akaitwa Jehova Jire, maana yeye anapatikana na ni mtoaji. Akaitwa Jehova Rafa kwa sababu yeye ni mponyaji. Akaitwa Jehova Shama kwa sababu yeye yuko kila mahali. Akaitwa Jehova Nisi kwa sababu yeye ni mshindi, na akaitwa Jehova Rua kwa sababu yeye ni mchungaji. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunaweza kusema huyu Mungu ni nani, lakini nataka tuweze kurudi kwa mambo ambayo Ayubu alisema katika kitabu chake mlango wa 2 kuanzia mstari wa 10, wakati ambapo mateso yalikuwa zaidi, na mkewe akamwambia Ayubu mtukane Mungu. Ayubu akasema na namnukuu akisema kwamba kama tunategemea mazuri kutoka kwa Mungu, pia hivyo hivyo tutegemee mabaya. Leo tunaposhirikia Utatu Mtakatifu, tunaongea kuhusu Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye fadhili, Mungu si mwepesi wa hasira, bali ni Mungu ambaye ni kweli. Lakini lazima tujue kwamba huyu Mungu si mwanadamu, na ndio maana kitabu cha Methali kinasema kwamba kumwogopa Mungu ni chanzo cha hekima. Ana upendo, lakini pia ana hasira, na ndio maana tumuogope Mungu ili tukaweze kuwa na hekima. Dunia ya leo hatuna hekima, tunaishi katika upumbavu kwa sababu hatuna nafasi na huyu Mungu.
Na basi leo tunaposherehekea Utatu Mtakatifu, tuombe kwamba kila mmoja wetu, watoto, wazee, viongozi wa kanisa, viongozi wa kiserikali, tuwe na nafasi na Mungu. Na tunapokuwa na nafasi na Mungu, basi sisi wote tutakuwa ni wenye hekima. Leo hii tuna ugonjwa wa corona, na najua kwamba kama tunamwogopa Mungu, angetupatia hekima ya kuweza kujua jinsi ambavyo tunaweza kutibu magonjwa haya. Lakini kwa sababu hatuna kumwogopa Mungu, basi imekuwa ni ngumu sana sisi kuweza kupata suluhisho. Tumwogope Mungu kwa sababu Mithali 21:31 inasema kwamba unaweza andaa farasi, lakini ushindi unatoka kwa Mungu. Mara kwa mara tunaandaa farasi kwa masomo, tunaandaa farasi kwa pesa zetu, tunaandaa farasi kwa mitaji ambayo tunao katika biashara. Lakini lazima tujue kwamba anayepeana ushindi si mwingine bali ni huyu Mungu ambaye anapatikana katika Utatu Mtakatifu. Anayeinua, jinsi ambavyo Mwanazaburi anasema 75 kuanzia aya 6 hadi 7, anayeinua. Hakuna mtu ambaye anayeinua. Promotion does not come from the east and from the west. Promotion comes from the Lord. Mungu mwenyewe ndiye ambaye anaweza kuinua. Hakuna mtu ambaye anaweza kuinua katika ulimwengu, na anaweza inua yoyote ambaye anapendezwa naye. Aliwainua watu ambao ni wadhaifu, aliwainua watu ambao hawana majina. Huyo ndio Mungu ambaye tunasema kwamba chanzo cha hekima ni kuweza kumpatia nafasi katika maisha yetu. Daudi aliangalia katika Zaburi 139 akasema kwamba nikienda kusini, nikienda mashariki, nikienda juu, nikienda chini, nijifiche chini ya shimo, wewe unapatikana. Ni Mungu ambaye hata ukijificha atakupata kule. Na kwa hivyo hata uende wapi, ukatae kuja kanisani, ukatae kufanya mambo mengine, hauwezi kujificha kwa sababu huyu Mungu si mwanadamu. Yeye atakupata. Na ndio maana lazima tumuogope, kwa sababu Paulo aliwaandikia Wagalatia akasema ya kwamba msidanganyike, Mungu hadhihaikiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwamba Mungu wetu anajua ya kwamba chochote wewe utakachopanda ndicho ambacho atavuna. Yohani katika kitabu chake cha Ufunuo 3:7 anaandika kwa mamlaka ya kanisa ambalo liko kule Philadelphia, anaandika na kusema haya kwamba Bwana ananena, yeye aliye mtakatifu, aliye na kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana ambaye anaweza kufungua. Mlango ambao Mungu amefungua, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufunga. Na mlango ambao Mungu amefunga, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufungua. Na basi tuendelee kumwogopa Mungu katika Utatu Mtakatifu. Na ndio maana Kristo alipokuwa akifundisha katika Injili ya Mathayo 10 alisema kwamba msiogope tu mtu ambaye anaua mwili. Ogopeni yeye ambaye anaua mwili pia na roho. Na kwa hivyo kanisa leo linapotukumbusha kuhusu Mungu ni nani, Mungu hahitaji mambo mengine. Mungu anahitaji tuweze kumsifu. Na ndio maana katika Zaburi ya leo, Danieli 3, tunanukuu sifa ambazo Shadrach, Meshach na Abednego wanaimba licha ya kukaa katika moto wa tanuru na kuchomwa na mfalme Nebukadneza. Waliendelea kumsifu Mungu wetu katika Utatu Mtakatifu. Hahitaji kitu kingine kutoka kwako. Anahitaji uendelee kusema na hawa Meshach, Shadrach na Abednego wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Kwa hivyo Mungu katika Utatu Mtakatifu atubariki leo na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa wema wako tumepokea mkate huu, tunamtolea. Mkate huu ni mazao ya nchi na kazi ya mikono ya wanadamu. Utaelewe kwetu mkate wa uzima. Utukuzwe Mungu milele. Utukuzwe Mungu milele.
Utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, kwa maana kwa wema wako tumepokea divai hii na kutolea divai hii tuna mzabibu na kazi mikono ya wanadamu, tujalie iwe kwetu kinywaji cha Roho. Utukuzwe Mungu milele. Utukuzwe Mungu milele. Salini ndugu na dada zangu, ili sadaka yangu na yenu ikubalie naye Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi, kwa mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana Mungu wetu, tunakuomba uzitakase dhabihu hizi zetu tunalolitaja jina lako, nasi utufanye tuwe kwako sadaka ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Meinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe pamoja na mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi ila katika utatu wa Mungu mmoja. Mambo tunayosadiki juu ya utukufu wako kwa sababu ya ufunuo wako, twayasadiki pia juu ya mwanao na juu ya Roho Mtakatifu pasipo tofauti ya kutengana. Nasi tunapoungama umungu wa kweli na wa milele, tunaabudu nafsi zilizo mbalimbali za Mungu mmoja zenye utukufu ulio sawa. Nao malaika wote wa mbinguni hawachoki kusifu kila siku, wakisema kwa sauti moja, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli utakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ya tese, alitoa mkate wa kushukuru kwa omega, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na ufufuko wake mwanao, tukutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tukushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwenye kevu Roho Mtakatifu atufanye tu jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, likumbuka kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo pamoja na Baba Mtakatifu Francisco na askofu wetu Dominic Mengich na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tutakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Teresa mtoto Yesu, Mtakatifu Mathayo, mitu mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, lema mitume wako na cheni amani, na wapeni amani yangu, usitazame dhambi zetu, ila tume ni kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nami. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu,
uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Tazameni, huyu ndiye Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri wote sisi tulioalikwa kwenye karamu hii. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amina. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Tutasema sala kwa ajili ya ninyi ambao hamjashiriki katika misa hii takatifu. Tutarudia nyuma yangu. Yesu wangu, naamini kuwa wewe upo katika sakramenti takatifu. Ninakupenda zaidi ya vyote. Natamani kupokea ndani ya roho yangu. Kwa kuwa siwezi kwa sasa kupokea kwa sakramenti, njoo angalau kiroho ndani ya moyo wangu. Nakumbatia kana kwamba uko tayari nami, na ujiunganisha kabisa na wewe. Kamwe usiniruhusu mimi nitengwe nawe. Amina. Tuombe. Bwana Mungu wetu, sakramenti hii tuliyoipokea ituletee afya mwili na roho, na kutuwezesha kuungama umoja wa Mungu katika Utatu Mtakatifu wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Mwenyezi Mungu apende sasa kuwabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Mungu.